Mke wangu, umefuata nini hapo? Na mimi nikuulize, unafanya nini hapa? Sitaki kubishana na wewe. Sawa? Juzi nilikuambia nina mkutano na wazungu. Na ndo nimetoka juu kule Roshen namba 4 kwenye ukumbi wa mkutano. Wewe umefuata nini hapa? Afadhali hata roho yangu imetulia. Kawivu baba. Hujanijibu swali. Wewe umefuata nini hapa ICG? Mume wangu, kuna rafiki yangu amechukua ukumbi hapo juu. Wana sherehe ndio maana niko hapa. Ndio hao wanaimba imba huko juu? Ndio. Sasa mbona hukuniambia kama unakuja kwenye sherehe? Wiki iliyopita si nilikwambia, lakini si ndio hii sherehe? Kumbe ndio mlikuwa mnaongelea ICG resort? Ndio. Unajua mawazo nayo yamekuwa mengi. Sasa unawaambia nini wale ambao wanatafuta hoteli za kufikia na kumbi nzuri? Mume wangu, mimi ninawaambia tu. Mimi na mume wangu tulibugi kufunga ndoa uchochoroni. Jamani, huku SG Resort mambo ni moto. Yaani hautamani uondoke. Hutamani mume wangu. Au turudie kufunga hii ndoa. Unamaanisha tufunge ndoa upya tena? Hapana, ile ilishapita. Sasa cha kufanya, kwa sababu umetamani mazingira ya SG Resort, tuandae tu sherehe, alafu tutaifanyia hapa. Unaongea mume wangu. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, nakupa nitaja umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani unachongea. Yani sina msaada ninapopita barabara. Dada, acha mambo ya zamani. Hayo nyao karne hiyo iliyopita. Sasa hivi wanawake ni kuchacharika. Sasa hivi mwanamke sio kukaa tu. Dada, hela unayocheza kwenye kikoba ni hela yako unayojiwekeza, ambako unagonga hisa, mwisho wa mwaka ni hela yako unajikusanyia zako, unachukua kibunda chako, unaongeza kwenye biashara. Mimi ndivyo alivyonieleza hivyo. Kwa hiyo sikuona kwamba huo ni mkopo ambao utakutesa, kwa sababu ni hela yako hiyo unajiwekeza. Ukienda kukopa mkopo pale kwenye kikoba, ukifungua biashara yako, ile biashara unavyoizungusha, inavyojizalisha, ndio unapeleka nini? Kugonga hisa, unapeleka rejesho la watu. Mwisho wa mwaka, ile faida inayopatikana pale kwenye kikoba, ndio sasa ndio faida yako sasa ambao ulikuwa unacheza pale kwenye kikoba, unachukua, unaamua leo napandisha tofali hizi, kesho au naenda kununua kiwanja. Yaani ni hivi hapa hivi unavyoniona mimi, usinione natembeza biashara zangu za nguo. Ni hiko kikoba ndio kinanisaidia. Hapa isitoshe nina duka la nguo huko mjini na nimemwajiri mdada wa kazi. Ndio kitu ambacho kinanifanya mimi niwe na biashara kubwa. Sasa nikwambie kitu mdogo wangu. Wewe una sehemu ya kupata marejesho. Mimi na hii hali yangu ngumu, unataka nije nikimbie nyumba? Dada, achana na mambo ya zamani. Huu mkopo sio mkopo wa kuumiza. Kama hii mikopo ambayo mimi niko nayo, jinsi alivyonieleza, nikamuelewa. Hata hapa niliko, nina mpango wa kuacha hii mikopo yote, nifute yote, niingie kwenye kikoba. Kwa sababu mimi mwenyewe nimeiona hii ni faida yangu ya baadaye kama naekeza. Acha ushamba dada yangu.
Unanijua vizuri dada yako. Yaani hakuna utakachonishawishi nikashawishika. Na kama ndio mlijipanga kule ili mje mnishawishi, naomba tu muondoke. Kwanza msubiri kwa mnaelekea hivi mnaelekea hivi. Mbona wewe ni mkoloni hivyo? Na sijeje nyumbani kwako kuja kuomba chakula. Kama ndio ndicho nijie hicho na kunisimangia, hata siku nyingine ukinikuta nimedondoka, usinisaidie chochote. Nenda bwana. Laura. Siku nyingine ukiwa unakuja nyumbani kwangu, naomba uje na masuala ya muhimu. Usije ukanijia na sera zako za mikopo nyumbani kwangu. Nafikiri tumeelewana. Mwaje! Abe mama. Njoo. Dada, shikamoo. Marhaba, mambo? Poa. Mletee mgeni maji ya kunywa. Haya. Vipi? Mbona jana sijakuona kikoba? Na hata hiyo ruksa yenyewe hujaiomba. We acha tu. Jana nilikuwa bize. Kuna huyu kijana wangu Mashimba huyu, tulienda kumkabidhi asimamie ofisi. Maana tulikuwa na kijana wa kwanza, alikuwa tapeli, kijana ni mwizi, ikabidi tumfukuze. Ila si unajua kuna faini? Nafahamu. Faini nitatoa na rejesho langu ninalo. Na mama Mwavita naye alileta rejesho lake. Ameleta wapi? Sijaona hata mmoja. Kwa hiyo mimi sijaleta na yeye tena hajaleta. Sijui mimi yeye atakuwa na shida gani. Lakini mimi rejesho langu lipo. Vipi hapa kuna kitu sijakielewa? Kitu gani tena? Huyu binti ni mdogo wako au ni mtoto wa ndugu yako au ni housegirl? Wewe acha tu, huyu binti ni mke wa kijana wangu Mashimba. Ndio huyu binti unavyomuona. Lakini binti huyu hafai mtini wala shimoni. Yaani najuta huyo Mashimba kwenda kuniletea mkwe kama huyu. Mashimba ana bahati. Amepata mwanamke mkarimu hivi. Yaani mwanamke ananiletea maji anapiga hadi magoti. Ni kwa vile hukai naye. Kwa hiyo kwa vile kakuletea maji, basi unasema kwamba ana heshima. Ana heshima gani huyu binti? Mbona mimi namuona huyu binti ana shida? Kwanza hapo unapomuona ana mtoto huyu. Kumbe huko kwao alizaa, lakini akamficha mwanangu Mashimba. Lakini mimi nikimwangalia huyu binti ana hekima na yani na anafaa kuwa mke wa kijana wako. Nakwambia hivi, huyu binti mimi simtaki hata kumuona, natamani aondoke hata kesho. Sitaki kabisa kumuona hapa ndani. Mashimba atakuja kuoa mwanamke mwingine. Anamdanganya kijana wangu, kumbe ana mtoto, hasemi. Simtaki hata kumuona, nakwambia ataondoka. Na hapa ndani nakwambia ataondoka. Tuachane kwanza na hizo topic. Mimi namfuata huyo mwenzako. Maana nyinyi ni maboss lady, paka mfatwe majumbani mwenu. Mwenyekiti, punguza ukali wa maneno basi jamani. Mimi sinawajua nyinyi ni maboss lady. Haya, bye. Haya. Kesho siache kuja. Haya, nitakuja.
Wewe mwanamke wewe, nataka uniambie 1, 2 hadi 3, tena maelezo ya kueleweka. Kilichokufanya utoe mbarika zako hapa uende kule ofisini kwangu ukaongea viji maneno naye vijua wewe vya hovyo hovyo ni kitu gani? Ndio nimeenda. Unasemaje? Haya, ulienda kufanya nini? Ndiyo nimeenda kuwaelezea wa marafiki zako, si ndio wafanya kazi wenzio, wewe upuuzi ulikuwa unaufanya. Hivi wewe mwanamke wewe ni mtu aina gani? Yaani utoke hapa nyumbani ukawaeleze watu wafanya kazi wenzangu maneno ya hovyo hovyo ambayo hauna hata uhakika nayo, unataka uniharibie kazi au ni kitu gani? Na tena nimewaambia wawe makini na wanawake zao. Kwamba unanigombanisha nao pia? Na usichokijua sio marafiki tu, hadi mtaa mzima watajua. Sasa una maana gani? Sasa nakupa onyo. Ukija ukisubutu tena ukirudia wewe, nitakacho kufanya ndugu zako hata kutambua. Na kingine, ukitaka ya mambo yasiendelee, unipe talaka yangu. Mimi nikuache wewe? Nikupe talaka wewe? Sasa kwa taarifa yako mama, mimi kuacha sijui. Mimi najua kuoa tu. Kama ulikuwa na mpango wa kutafuta sababu uondoke, sikuachi. Hapa utoki. Sikuachi. Puuzi mkubwa wewe. Uondoki. No. Purchase your tracks today. Mwanangu, muda wote huo vyombo viwili hivi tu bado tu hujamaliza. Na wakati unatakiwa uende ukafungue gengeni. Yaani naona mama kabisa ushaanza kuzeeka. Jana si nilikuaga leo naenda kwa rafiki yangu kumsalimia. Nimesahau mtoto wangu. Kichwa changu kina mambo mengi, nimebeba mambo chungu nzima. Kwa hiyo nimesahau. Basi, malizia vyombo, ujiandae uende kwa rafiki yako. Sawa. Alafu mama, mbona hili swali langu nikikuuliza hujanipa jibu linaloeleweka? Au kuna tatizo? Swali gani tena hilo? Hivi baba yangu yuko wapi? Usijali. Suni tu utamjua baba yako. Sawa? Nataka nimuone leo. Au kama una nauli mimi nina hela pale kidogo, tutumie kama nauli nikamuone. Hapana mwanangu. Mambo mazuri hayataki haraka. Hebu naomba uwe na subira. Naomba uvumilie. Utamjua babako, utamuona, utafurahi naye, utaenjoy naye. Sawa? Yaani naona kabisa kuna shida. Ila sawa kwa sababu ushaniahidi. Hamna shida. Usifikie huko mwanangu. Huko umefika mbali. Hebu subiria tu. Siku ikifika utafurahi mwenyewe.
Sawa. Baada ya maziko saa 10, baba alilia kwa huzuni, akasema wanangu, kifo akina huruma, kabla jarudia mara 2, naye akakata roho, mwili ukaacha roho. Uzuri tuliwapenda sana, nyinyi mnajua, ila Mungu kawapenda zaidi. Tuliwapenda sana. Wewe ndio umevaa shati la drafti? Mkalamba. Karibu sana. Pole bwana, kwanza niwie lazima. Bwana, hapa katikati hapa. Njia ni nyingi. Nimepotea karibia mara 4 hapa. Ndio mtaani hapa rafiki yangu. Si unajua tena. Sasa Bwana Mkalamba, nimekuita. Hai nisamee lakini ndugu yangu. Maana nilikuwa natoka kwenye mipalango yangu huko naelekea nyumbani, nikaona kabla sijaingia ndani. Ndio. Naona nionane na wewe. Ndio. Bana, mimi nilipokea kazi moja hiyo ya shirika. Unajua mimi ofisi yangu ni ile ya kutengeneza vitu madawati nini. Nilichukua kazi ya shirika moja kwa ajili ya kutengeneza madawati. Ndio. Nimetengeneza, nimemaliza, nikapeleka mzigo wao. Lakini swala la kunilipa ndugu yangu, wamekuwa ni wasumbufu. Na hilo shirika ni la serikali? Hapana, swala la kiserikali, ni la mtu binafsi. Okay. Ulishawahi kuwachukulia sheria yoyote? Niliwahi kupeleka hii kesi si moja, lakini huyo ambaye nilikuwa namtegemea akawa ni mtu wa chenga. Kwa bana, mimi nimepewa jina lako. Nikamwambia wewe ni mwanasheria mzuri sana. Ndio maana nikakutafuta. Na hao watu wapo mitaani au bado wako wameshikiliwa? Wapo kabisa Bwana Mkalamba, wapo. Okay. Ndio. Sasa swala lako kwanza hapa mimi limeishaisha. Nitalishughulikia vizuri. Kweli. Kinachotakiwa wakamatwe, fanya mpango wakamatwe, warudishwe polisi. Ukifika polisi andika maelekezo ya kueleweka. Ile karatasi ya maelekezo utaniletea. Alafu mimi nitasimama nao mahakamani, utaona mrejesho. Bwana Mkalamba, hilo kwangu halina tatizo. Wala haina shida kabisa. Malipo yako nje. Bwana Mkalamba, sijui nikushukuruje. Lakini hata hivyo nafikiri mawasiliano tunayo. Naomba nifike nyumbani kwa kuwa muda umeenda, na wewe niwie lazi kwa kukurupusha. Sawa. Mimi naomba tuwasiliane kesho ofisini. Haina shida. Mimi nitakuja, tutaongea vizuri na tutapanga ratiba itakaje. Ndio. Haina shida. Sawa. Haina shida Bwana Mkalamba. Haya. Niwie lazi lakini. Sawa, nikutakia siku njema. Haina shida Bwana Mkalamba. Sawa. Haya. Wewe mwanamke, hivi sinaongea na wewe Yaani humu ndani tumekuchoka. Nilikwambia mambo mazuri yanapatikana hapa katika hoteli ya SG Resort. Ndio kabisa. Umejioneaje? Yaani mazingira ya kwanza hadi nimefurahi sana mazingira ya hapa. Na nina enjoy kabisa. Ase bana wewe. Kwanza naomba nisikilize. Ndio kabisa. Ukishafika hapa kama nilivyokuahidi. Ndio. Utalala, utakula, utakunywa, restaurant, kila kitu. Umesahau swimming pool yenyewe. Nimeogelea leo. Nilikwambia. Ase ni safi na salama. Na salama. Na ulinzi upo wa kutosha. Wa kutosha. Kama ulivyoniambia. Ulichokisahau sasa. Kwenye chakula. Naomba ukienda mikoani kawaambie ndio SG Resort ndo habari ya Arusha.
tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, naogopa nitaja umia, na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani nachongea, yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somuomba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina,